Hii ni taarifa kuhusu onyo kali lililotolewa juu ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7 mwaka 2026. Baadhi ya maneno haya yametamkwa waziwazi: utakufa, utatandikwa risasi, wanaharakati hawatakuokoa, ukijifanya mjanja utapigwa risasi ili nchi ibaki na amani. Wakati mwingine amani hulindwa kwa risasi na risasi haichagui. Hii ni Mseto Media. Hakikisha umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele. Mimi ni Teresia Alfred. Siku za hivi karibuni huko kwenye mitandao ya kijamii kupitia kwa wanaharakati maarufu akiwemo Mange Kimambi, Maria Sarungi na wengineo, pamoja na Watanzania waliopo nchi za nje, yaani diaspora, na baadhi ya Watanzania wengine waliopo nchini, wamekuwa wakionekana kuposti, kutangaza na kuhamasisha watu wajitokeze kwenye maandamano walioyaita maandamano ya amani ya Sabasaba waliopanga kufanya Julai 7 mwaka 2026 nchini Tanzania. Maandamano ambayo wanadai ni ya kudai haki, uhuru wa habari, uhuru wa maoni, watu waliokufa Oktoba 29 na miili yao, matukio ya utekaji, uhuru na haki za kidemokrasia, chaguzi huru na katiba mpya, ambayo wao wanaohamasisha wanasema ni maandamano ya amani, na pia wanasema katiba ya nchi inaruhusu maandamano, huku ikiwataka jeshi la polisi kwa walinzi wa waandamanaji na sio kuwazuia. Kufuatia taarifa hizo, hivi karibuni tuliona jeshi la polisi kupitia msemaji wa jeshi hilo Tanzania, Afande Misime, akijitokeza na kusema wao kama polisi wana taarifa za uhamasishwaji wa maandamano hayo yenye nia ovu ya uvunjifu wa amani unaofichwa kwenye kivuli cha neno maandamano ya amani. Jeshi la polisi likatoa onyo na kuyakataza maandamano hayo, huku likidai lina taarifa kuwa waliopanga maandamano wana mpango wa kufanya matukio mabaya, ikiwemo kuchoma shule, kuua wananchi, kuvamia askari na kuwanyang'anya silaha ili kuzitumia kwa uvunjifu wa amani na kadhalika. Polisi wao wakatoa onyo kali. Onyo hili tuwasikilize. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na maswali kutoka kwa baadhi ya wananchi kuhusu namna jeshi la polisi linavyofuatilia na kushughulikia vitendo vya uhamasishaji wa uvunjifu wa amani unaoonekana kufanywa na baadhi ya watu kupitia mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi linapenda kufahamisha umma kuwa linafuatilia kwa karibu sana shughuli zote za aina hiyo zinazofanywa na baadhi ya watu hao ambao awali walikuwa wakihamasishana kufanya maandamano nchini tarehe 7 Julai. Kutokana na ufuatiliaji unaofanywa na jeshi la polisi kwa saa 24 kupitia mifumo mbalimbali pamoja na kwenye mitandao ya kijamii, imebainika kuwa watu hao wameondoka kwenye ajenda ya kuhamasisha maandamano yasiyozingatia matakwa ya sheria na sasa wanahamasishana kufanya vitendo vya uhalifu. Miongoni mwa vitendo hivyo ni kuhamasisha kufunga barabara, uchomaji moto wa shule ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi, kushambulia wananchi, kukata watu vichwa na kuua baadhi ya watu, kuharibu mali za umma na binafsi. Watu hao pia wamediriki kwenda mbali zaidi kwa kuhamasishana kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii kuvamia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuwapora silaha ili kuzitumia kufanya uhalifu wanaopanga. Jeshi la polisi linapenda kusisitiza kuwa uhamasishaji wa uhalifu huo wa kijinai unaofanywa chini ya kivuli wanachokiita haki ya kufanya maandamano ya amani haukubaliki, kwa sababu ni kinyume na sheria za nchi, misingi ya utawala wa sheria pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa, na ni hatari kwa usalama wa nchi. Hivyo jeshi la polisi lingependa kueleza kuwa hakuna haki ya kuhamasisha kufanya vitendo vya kihalifu kama hivyo vinavyokusudia kuhatarisha usalama wa maisha ya watu na mali zao na vinavyokiuka haki za watu wengine
kwa kuwajengea hofu kila siku na kutaka kuwanyima uhuru wao wa kufanya shughuli zao za kila siku za kujitafutia kipato. Tukiachana na jeshi la polisi, sasa akajitokeza na mzee maarufu anayejulikana kwa jina la Clemence Mwandambo, ambapo kwa wasiomjua mzee huyu alijizolea umaarufu mkubwa mitandaoni mwaka jana kwa kuwa anazikosoa mamlaka bila woga. Pia alikuwa mmoja waliokuwa wakidai haki, chaguzi huru, na mmoja waliokuwa wakionekana kuyaunga mkono maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo baadaye tuliona akikamatwa mara kadhaa na jeshi la polisi kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo za uchochezi. Lakini kilichokuja kuwashangaza wengi ni baada ya Clemence Mwandambo kubadilika baada ya kuachiwa na polisi kutoka kuzipigania tena zile harakati alizokuwa akipigania na kudai haki na kuamua sasa kutaka amani ilindwe. Hili sio jambo baya, lakini ni moja ya jambo lililowashangaza wengi, huku wengine wakijiuliza nini kilibadilisha msimamo yake baada ya kutoka polisi. Sasa tukirudi kwenye taarifa ya sasa ni kwamba mzee Clemence Mwandambo amejitokeza kupitia mitandao yake ya kijamii na kutoa onyo kwa watakaothubutu kuandamana, huku akisema kwa kutamka maneno kama utakufa, utatandikwa risasi, wanaohamasisha hawatakusaidia, ukijifanya mjanja utapigwa risasi ili nchi ibaki na amani, wakati mwingine amani hulindwa kwa risasi, na mengine kama hayo. Hebu tumsikilize hapa, alafu wewe niachie maoni yako. Hii ni Mseto Media na mimi ni Teresia Alfred. Bro, yani bro utakufa. Utakufa bro. Utatandikwa risasi. Tunafanya mchezo, utatandikwa risasi. Utakufa. Tanzania ni taifa huru. Haliendeshi na Marekani wala na Ulaya. Hii ni nchi huru. Ina mipaka yake, ina serikali yake. Dogo, utakufa. Yaani mimi nikwambie, you will die. Hata kuokoa Nuruvasi, hata kuokoa Maria Sarungi, wala Hilda Newton, wala Rachel Dangwa. Utakufa wewe. Wao watabaki nje kupiga kelele. Watabaki kule kupiga kelele. Ila wewe utakufa. Wewe si uko Goba hapa, si uko Manzese, si uko Sokomatolo kwa Manjelwa. Wewe si uko Tegeta. Katafute hela dogo. Tafuta pesa. Yaani ukitafuta hela serikali haiwezi kukuingilia. Tafuta hela. Lakini ukijifanya mjanja, wewe mjanja, utakufa. Yaani you will die. Utapigwa risasi. Kwa sababu wewe ni hasara, kutafuta hela hujui. Ila unajua furugu. Utapigwa risasi. Ili nchi ibaki na amani. Wakati mwingine amani hulindwa kwa risasi. Wale raia wema wote wataenda kutafuta hela, kutafuta maisha. Wewe si utaki amani? Kutwa kusikiliza kwa wale wahuni. Utakufa dogo. Yaani utakufa. Na tutakusahau. Kwa sababu risasi sasa haichagui. Haichagui Mwandambo, haichagui nani. Nachoka mimi. Nachoka Clemence Mwandambo. Tuache tutafute hela bwana. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.